Gunya Stephen. Asante. Wacha niseme moja ya mwisho tu. Kwa vile ni muhimu watu waelewe ile safari ambaye, na nasikia vijana wengine hapa wenye tumesaidia hapa kupata kazi. Hapa kuna kujanga vijana zaidi ya 40 kila siku wakikaa hapa kutafuta kazi na wanapata kazi. Kuna kuanga wasichana wengine hapa wanafanya kazi huko kwa hizo tu salon, wengine ni waiters, wengine wote hawana kazi. Hii safari itakwisha vile nimesema kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu, na itaisha vizuri kwa vile Mungu ako upande. Ile mbio mimi nimepelekwa, na nimesema niseme hivyo kwa vile mtu asione kama hii masaibu imeanzisha hapa. Mimi nimekuwa kotini kila saa. Account za watu relatives wangu zote zilikuwa frozen. Zilienda huko zikazimwa, ndio hata nikishikwa ama nifanye nini hakuna mtu anaweza kunitolea mkono. Tumeteseka na hao watu. Sasa baada ya hiyo mnaona tena walikuja huko kila siku. Nimekuwa na wageni huko, watu wa EACC, watu wa nani, kila saa kwa nyumba yangu, kwa ofisi, ndio kazi zifanyike. Baada ya hiyo tena mambo ya mateso ya siasa, mtu ambaye anafuata, na siku hizi kila mtu anaona, nikienda hata kwa mikutano watu wanaletwa wa kunipigia kelele, na ndio ikae kama mimi sina namna kwenye ground. Lakini sasa baada hiyo yote, na mpaka hata kutukua risasi kwa nyumba, sasa imekuja mpaka Nairobi kutoka Kiambu, ndio sasa hapa nimalizwe kibiashara. Nasema haitawezekana kwa vile Mungu wako juu, na Mungu tutafaulu kwa vile Mungu wako na sisi. Nataka niwashukuru nyinyi wote, watu wa Nairobi, watu wa Kiambu, watu wa Kenya wote ambao wametembea hapa. Nishukuru wachungaji wetu hapa ni wengi ambao wamekuja kuomba na sisi. Niseme asante kwa mawakili wetu, kwa waheshimiwa ambao wanajua tunafanya kazi kwa bidii kule kaunti ya Kiambu ambao tuko nao. Niseme pia hata nyinyi asanteni, na tutafaulu. Mungu wako na sisi, na msiwe na wasiwasi. Nasema asanteni jamani. Hasara ambayo umekadiria the value of this property. Na hapa kuna pesa nyingi ambazo, kwa hizo kama ni wewe ungekuwa unafanya kazi hapa miaka 40 years, na hawa watu wengi wote, hiyo total 40 years, ungekuwa umeweka pesa ngapi hapa? Ukiangalia magari imebomolewa, ingine ilikuwa inapigwa ni kama magari imekosea mtu usiku, mkiangalia ilikuwa inainuliwa juu na kutupwa kando. Ile hasara iko hapa ni ya mamilioni na mamilioni ya pesa. Lakini ile kitu mimi nimesema, na vile wakili amesema, nataka nijibu ya kwamba kama hatutapata haki, ya kwamba sisi tulikuwa na court order, mimi nitakuja hapa, hawa wachungaji wakinilete, nimefanya kazi miaka 40, kwa siku 40 nitakaa hapa kwa hii mabati yenye wamenibomolea kazi yangu 40 days, na nitafast bila hata kukunywa maji, nikikaa hapo mchana na usiku mpaka jawabu na jibu itoke ya kwa nini mimi ninakuja kuteswa. Ni makosa gani nimefanya? Kama sitambua ni makosa gani, basi nyinyi mtakuja kunitoa hapo. Kama jibu haitakuja, nitapanda hapo juu, nitakaa hapo mchana na usiku for 40 days fasting until the truth and until justice is done to me. I want to know what is this that I have done. What is it? Ni kitu gani nimefanya ya kwamba hata kwa nyumba yangu siwezi kukaa na amani, kazini siwezi kwenda na amani. Sasa mpaka hata hapa kazi Nairobi siwezi kukuja na amani, siwezi hata kwenda kwa mikutano zangu, kazi siwezi fanya. Ni makosa gani jameni nimefanya ambaye kila saa lazima niandamwe? What is it? Yeah. Basi naomba tuweze kujiandaa kuomba, lakini kabla niombe. Malizia tu tafadhali. Okay, wacheni tuombe basi. Omba tu tafadhali. Tuombe. Wakati unaomba mchungaji, ni vizuri hata nyinyi watu wa habari mtupe macho huko. Utaona kule ng'ambo kuna mijengo ingine iko kwa reli huko. Ukiangalia hapa iko kwa reli. Ukiangalia hata huko nyuma kuna mijengo ingine iko kwa reli, haijaguswa.
ile imeguswa ni ya Kimani Wamatangi. Hiyo ndio iko na makosa. Zinaachwa kwa nini? Kama muungano wa wachungaji